Moja kwa moja tunaenda kupokea taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani, sikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na Marekani na Uchina kukutana kwa mazungumzo ya kibiashara mjini London. Iran yaongeza marufuku ya kutembea na mbwa. Maafisa wa polisi wasimamishwa kazi Kenya kwa kosa kutokana na kifo cha Albert Ojwang. Maandamano yamezidi kupamba moto kwa siku ya tatu huko Los Angeles, California, Marekani. Israel inasema imetambua mwili wa kiongozi wa Mohamed Simna wa Hamas. Na wanajeshi wa Israel waingia katika meli iliyobeba misaada ya wanaharakati. Naam, na tumai ubweri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Marufuku mpya ya kusafiri ya Rais Donald Trump ambayo inazua raia waandamani na inazuia raia wa nchi 12 kuingia Marekani ilianza kutekelezwa saa 6 usiku saa za huko, ambapo ni ET sawia na saa 11 BST Jumatatu hii. Agizo hilo ambalo Trump alitia saini wiki iliyopita linawazuia raia wa Afghanistan, Myanmar, Chad, Congo Brazzaville, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan na Yemen kuingia Marekani. Raia kutoka nchi 7 zaidi: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan na Venezuela watakabiliwa na vikwazo vya usafiri. Ni mara ya pili kwa Trump kuamuru marufuku ya kusafiri kutoka nchi fulani, ambapo alitia saini agizo kama hilo mnamo mwaka 2017 wakati wa muhula wake wa kwanza ofisini. Ikulu ya White House imesema kwamba vikwazo hivyo vitalinda wa Marekani kutoka kwa wahalifu wa kigeni. Watu 12 wamejeruhiwa huko Colorado tarehe mosi ya Juni wakati mtu mmoja aliposhambulia kundi lililokuwa likiunga mkono mateka wa Israel. FBI ilitaja hilo kuwa shambulio lililoshukiwa kuwa la kigaidi na kusema kwamba mshukiwa alitumia kifaa cha kuwasha moto, vinywaji vya Molotov na vifaa vingine vya kuwasha.
Duru mpya ya mazungumzo yenye lengo la kusuluhisha vita vya kibiashara kati ya Marekani na Uchina itafanyika mjini London leo, siku ya Jumatatu. Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza Ijumaa kuwa wajumbe wakuu wa Marekani watakutana na wawakilishi wa Uchina. Mwishoni mwa wiki, Beijing imethibitisha kuwa makamu wa waziri mkuu He Lifen atahudhuria mazungumzo hayo. Hiyo iliwadia baada ya Trump na kiongozi wa Uchina Xi Jinping kufanya mazungumzo kwa njia ya simu wiki iliyopita, ambayo rais wa Marekani alitaja kuwa yenye tija. Mwezi uliopita, mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani yaliafikiana makubaliano ya muda kupunguza ushuru wa bidhaa zinazouzwa kati yao, lakini tangu wakati huo nchi zote mbili zimeshutumiana kwa kukiuka makubaliano hayo. Maafisa wa Iran wameongeza marufuku ya kutembea kwa mbwa katika miji mingi nchini kote, wakitaja utulivu wa umma na wasiwasi wa afya na usalama. Marufuku hiyo, ambayo inakisi amri ya polisi wa mwaka 2019 iliyozuia mbwa kutembea katika mji mkuu Tehran, imeongezwa kwa takribani miji mingine 18 katika wiki iliyopita. Usafirishaji wa mbwa kwa magari pia umeharamishwa. Umiliki wa mbwa haupendelewi nchini Iran tangu mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979, huku mbwa wakichukuliwa kuwa najisi na mamlaka na kama ushawishi wa tamaduni za nchi za Magharibi. Lakini licha ya hatua hizo, umiliki wa mbwa unaongezeka hasa miongoni mwa vijana na unatazamwa kama aina ya uasi dhidi ya utawala wa Iran. Huduma ya kitaifa ya polisi nchini Kenya, NPS, imewasimamisha kazi maafisa 5 walioko katika kituo kikuu cha polisi jiji kuu la Nairobi kuhusiana na kifo cha Albert Omondi Ojwang ambaye aliaga dunia akiwa kizuizini. Katika taarifa kwa waandishi wa habari Jumatatu hii Juni 9, NPS imethibitisha kusimamishwa kwa afisa mkuu wa kituo cha polisi OCS, afisa aliyekuwa kazini usiku huo, afisa anayesimamia seli na maafisa wote ambao walikuwa kazini usiku huo. Inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja ameagiza kuchukuliwa kwa hatua hiyo, kuruhusu uchunguzi ufanyike kwa ukamilifu, usio na upendeleo na wa haraka juu ya suala hilo ambalo unaongozwa na chombo huru cha kusimamia polisi nchini Kenya, IPOA. IPOA imeanzisha uchunguzi kuhusu kifo cha Ojwang ambaye alikuwa amezuiliwa kwa uchapishaji wa taarifa za uongo. Babake Ojwang, Meshak Opio, amewambia waandishi wa habari kuwa mwanaye alikamatwa kutokana na chapisho kwenye mtandao wa X katika mji wa magharibi mwa Kenya, Homa Bay, na kisha kusafirishwa kilomita 350 hadi jiji kuu la Nairobi. Awali taarifa ya polisi ilieleza kuwa akiwa kizuizini, mshukiwa alipata majeraha kichwani baada ya kugonga kwenye ukuta wa seli. Alikimbizwa hospitalini ambapo alitangazwa kuwa amefariki dunia. Mkurugenzi wa shirika la kutetea haki za binadamu nchini Kenya ambalo la Amnesty International amesema kwamba kifo cha Ojwang, alielezwa kama mwalimu na mwanablogi, kinatia shaka sana. Amnesty imesema katika taarifa yake kwamba kifo chake kinaibua maswali mazito ambayo lazima yachunguzwe kwa haraka. Akirejelea mazingira ya kukamatwa kwake, mkurugenzi wa Amnesty International Kenya Irungu Honton amesema ni jambo la kushangaza sana kwamba bwana Ojwang hakuwekwa katika kituo cha polisi cha eneo hilo baada ya kuzuiliwa. Badala yake alichukuliwa kwa safari ndefu hadi jiji kuu la Nairobi. Wiki iliyopita msanii programu Rose Njeri ambaye aliunda jukwaa la kusaidia watu kupinga mswada wa fedha wa serikali alishtakiwa kwa kukiuka sheria za uhalifu wa mitandaoni. Maandamano yamezidi kupamba moto kwa siku ya 3 huko Los Angeles, California, nchini Marekani, ambako waandamanaji wanaopinga sera ya uhamiaji zaidi, ambapo rais wa Marekani Donald Trump amekabiliana na maafisa wa usalama. Wanajeshi wa kikosi maalum waliotumwa na rais Trump mjini humo, licha pingamizi kutoka kwa gavana wa jimbo la California na meya wa mji wa Los Angeles, wametumia gesi ya kutoa machozi na risasi za mpira kabiliana na waandamanaji hayo. Waandamanaji walikusanyika karibu na eneo ambapo maafisa wa uhamiaji na utekelezaji wa forodha walifanya uvamizi siku ya Jumamosi na kufunga barabara kuu eneo hilo.
Wademokrati walitaja vitendo vya Trump kuwa matumizi mabaya ya mamlaka. Ni mara ya kwanza kwa rais wa Marekani kupeleka walinzi wa kitaifa katika jimbo hilo bila ombi la kutoka kwa gavana wa eneo husika. Jeshi la Israeli limesema limeupata na kutambua mwili wa kiongozi wa Hamasa Mohamed Simna wiki tatu baada ya Israeli kutangaza wameumua katika shambulio la angani. Mwili wake uligunduliwa kwenye handaki chini ya hospitali moja katika mji wa kusini wa Khan Yunis, jeshi la ulinzi IDF limesema. Taarifa kutoka jeshi hilo limesema uchunguzi wa chembechembe za vinasaba DNA imethibitisha kuwa ni mwili wa Simna, ingawa Hamas haijathibitisha hadharani kifo chake. Simna miaka 49 aliuawa katika shambulio la anga la Mei 13 ambalo shirika la ulinzi wa raia linaloendeshwa na Hamasa limesema liliua watu wapatao 28 na kujeruhi kadhaa. Mwili wa Simna umepatikana pamoja na ule wa Mohamed Sababne, kamanda wa kikosi cha Hamas cha Rafa, IDF imesema. Aliongeza kuwa vitu kadhaa vya Simna na Sabane imepatikana pamoja na matokeo ya ziada ya kijasusi ambayo yalikusanywa kwa uchunguzi zaidi. IDF imesema miili mingine imepatikana ambayo ilikuwa ikiendelea kutambua. Wizara ya mambo ya kigeni ya Israeli imesema meli iliyobeba wanaharakati waliokuwa wakijaribu kuingia ukanda wa Gaza imevutwa na wanajeshi wa majini baada ya kufanikiwa kuingia kwenye meli hiyo kwa jina Medellin. Israeli imesema hakuna aliyejeruhiwa katika operesheni ya kudhibiti chombo hicho ambacho kimepelekwa Israeli, kuongeza kuwa waliokuwemo kwenye boti hiyo watarejeshwa kwenye nchi zao. Wanaharakati waliokuwa ndani wamethibitisha kuwa wanajeshi wa Israeli wameingia kwenye meli hiyo iliyokuwa ikijaribu kupeleka misaada ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza, wakidai kizuizi cha Israeli baharini ndicho kililete udhibiti. Picha iliyochapishwa mtandaoni inaonyesha kuwa waliovalia jaketi za kuokoa maisha wakiwa wameketi huku wakiinua mikono yao juu. Mwanaharakati wa hali ya hewa Greta Thunberg ni miongoni mwa wale waliokuwa ndani mwa meli hiyo. Rwanda imetangaza kujiondoa kwenye Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika ya Kati ECOWAS baada ya kuishtumu Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa kuizuia kushika nafasi ya urais wa jumuiya hiyo. Ripoti zinasema DRC na Burundi zilizuia Rwanda kushika nafasi hiyo na badala yake ikaendea Equatorial Guinea kwa madai ya kuhusika na utovu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Olivier Ngirehe alieleza uamuzi wa nchi yake alipozungumza na shirika la habari la umma RBA. Hata hivyo, serikali ya DRC kupitia msemaji wake Patrick Muyaya imetetea hatua ya Rwanda kutopata nafasi ya kuongoza jumuiya hiyo. Mzozo wa mashariki mwa DRC umeendelea kuyumbisha uhusiano kati yake na Rwanda licha ya jitihada za kusaidia kuleta amani zikiendelea. Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika ya Kati ECOWAS baada ya kushutumu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuzuia kushika nafasi ya urais wa jumuiya hiyo. Ripoti zinasema DRC na Burundi zilizuia Rwanda kushika nafasi hiyo na badala yake ikaelekea kwa Equatorial Guinea kwa madai ya kuhusika na utovu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Olivier Nduhungirehe anaeleza uamuzi wa nchi yake alipozungumza na shirika la habari la umma RBA. DRC haipaswi kwa vyovyote vile kuishtumu nchi yoyote kuhusika na utovu wa usalama mashariki mwa nchi yake. Inasikitisha kuwa tume ya ECOWAS ilikubali kurubuniwa na nchi moja kwa maslahi yake binafsi na ikasikilizwa. Hii ndio sababu kuu iliyotufanya tujiondoe kwenye jumuiya hiyo
kwa sababu hatuwezi kuendelea kuwa sehemu ya jumuiya ambayo haifanyi kazi kwa maslahi ya nchi wanachama, inakiuka masharti na kanuni zake dhidi ya lengo lake la kuunganisha jumuiya hii kiuchumi. Hata hivyo, serikali ya DRC kupitia kwa msemaji wake Patrick Muyaya Katembwe imetetea hatua ya Rwanda kutopata nafasi ya kuongoza jumuiya hiyo. Rwanda itabidi kubaliane na matendo yake. Jumuiya ya ECAS kama vile mashirika mengine ya kikanda yanatawaliwa na mikataba. Na nafikiri moja ya mambo muhimu ni kuheshimiwa kwa mipaka ya nchi wanachama, na Rwanda imeenda mbali katika kukiuka hilo, katika kutoheshimu mpaka na eneo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Usisahau ECAS imeshawahi kulani shughuli zote za Rwanda na waasi na ushirikiana nao katika eneo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mzozo wa mashariki mwa DRC umeendelea kuyumbisha uhusiano kati yake na Rwanda licha ya jitihada za kusaidia kuleta amani. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Iwapo basi unaungana nasi, ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Habari kuu. Vikosi vya majini vya Israeli vimeikamata meli ya misaada iliyokuwa ikielekea Gaza. Kampeni ya uchaguzi mkuu hazijaanza rasmi nchini Tanzania, lakini tayari moto wa siasa umewaka kwenye mitandao ya kijamii nchini Tanzania. Watu 28 wafariki dunia Jumamosi usiku katika ajali iliyohusisha magari matatu ikiwemo lori katika barabara kuu ya Tamzam kule Tanzania. Wakati huo wawakilishi wa nchi 130 wamekusanyika Jumatatu hii katika mji wa Nice nchini Ufaransa ili kuendeleza juhudi za ulinzi wa bahari ya dunia katika mkutano wa Umoja wa Mataifa. Mpenzi msikilizaji, simama na Kitoi kufikia malengo yake ya uratibu kwenye hatua ya kuweza kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakao tanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number ambayo ni 625 account number ni 012450 85217800 au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Karibu tena. Wakilishi wa nchi 130 wamekusanyika Jumatatu hii katika mji wa Nice nchini Ufaransa ili kuendeleza juhudi za ulinzi wa bahari za dunia katika mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu bahari UNOC. Kongamano hilo la tatu la Umoja wa Mataifa kuhusu bahari limefunguliwa wakati shinikizo linaongezeka kwa mataifa kuzitekeleza ahadi zilizotolewa miongoni mwa mingi iliyopita za ulinzi wa kweli wa baharini. Watu 28 wamefariki dunia Jumamosi usiku katika ajali iliyohusisha magari matatu ikiwemo lori katika barabara kuu ya Tamzam. Kwa mujibu wa mkuu wa polisi mkoani Mbeya, chanzo cha ajali kinasadikiwa kuwa ni uzembe wa dereva wa lori kushindwa kulimudu gari kwenye mteremko. Waandamanaji wamechoma moto magari na kupambana na vikosi vya usalama mjini Los Angeles, California usiku wa kuamkia Jumatatu hii. Hayo ni wakati polisi wakiwadhibiti waandamanaji baada ya Rais Donald Trump kuamuru vikosi vya ulinzi vya taifa kupelekwa katika mji huo wa pili kwa ukubwa nchini Marekani.
Gavana wa California Gavin Newsom ameikosoa vikali hatua hiyo, akitaja kuwa ni uchochezi wa makusudi na kuonya kuwa inaweza kuongeza mvutano. Waandamanaji wamekasirishwa na hatua ya maafisa wa uhamiaji ambayo wamesababisha watu kadhaa kukamatwa kwa kile mamlaka inasema ni wahamiaji haramu na wengine ni sehemu ya magenge ya uhalifu. Kampeni za uchaguzi mkuu hazijaanza rasmi nchini Tanzania, lakini tayari moto wa kisiasa umewaka kwenye mitandao ya kijamii nchini Tanzania. Kauli mbiu mbili zinazokinzana, no reforms no election na Oktoba tunatiki, zimezua mjadala mkali na kuonyesha mgawanyiko wa kisiasa, ambao wale ambao wanaunga no reforms no election na vilevile wale wa Oktoba tunatiki, ambapo mgawanyiko wa kisiasa unachipuka mitandaoni, ambapo ni swali ambalo tunakuuliza sasa hivi kwamba haya ambayo yanajitokeza kwenye maeneo ya Tanzania yatapata suluhisho la kudumu siku za hivi karibuni au ni siku za halafu? Faustin Obadia anasema Mungu aliposema mwanamke ni msaidizi alimaanisha jukumu la kuongoza ni la baba, hata kama ni kichaa, ila lazima maisha yaendelee. Maoni yake Faustin Palivo Obadia. Kwenye kauli lake James Masubuku, Palivi, kura yangu ni haki yangu, nitailinda kwa wivu mkubwa, hiyo sipigi kura kwa kunena, yapo sirini. Walter Mbuya Palivi anasema no reforms no election. Anaitwa Walter Mbuya. Elia Vari Palivi, no reforms no election ni kwa wanaojitambua na ndiyo wazalendo wa kweli. Kata utekaji hapa hivi anazungumza pale hivi. Ititi pale hivi RJB anasema kwa no reforms no election maana yake kukata utekaji, mauaji, wizi wa kura na tume ya uchaguzi isiwe ya CCM iwe wananchi. Christopher Mole anasema no reforms no election. Kidi John Sugu anasema kauli mbiu kuu sasa ni no reforms no election. Maoni yake hayo. Anasema vile vile Steven pale Shitindi pale hivi God is alive, Mungu anaishi, tukiamini tutaishi milele. Asante sana Paul pale hivi Mkono pale hivi no reforms no election. Anasema ndio maoni yake hayo Paul la Mkono pale hivi. Yusuf Cheza anasema hatutaki rais kwake hayo siyasome, kwa maana ameongea vitu ambavyo havina adabu kwa kiongozi wa taifa la Tanzania. Hakuna haja ya kupiga kura ili hali wauni wameandaa washindi wao ovyo. Nitapiga kura endapo maamuzi yangu yatafuatwa kwa haki tofauti na hapo mwaka huu. Familia manufaika pale hivi. Sikuelewi vizuri namna hiyo, lakini kupiga kura ni haki yako ya kidemokrasia. Faustin pale hivi Simon pale hivi no reforms no election ni madai ya kwake. Hii yote inasababishwa na wanaovunja demokrasia, ndio inatufikisha hapa kwenye no reforms no election. Kikubwa wakubali kurudi na kukaa kwenye mezani kufanya marekebisho yanayohitajika, ila kama nchi iwezi kusonga mbele kwa maslahi mapana ya taifa kutakuwaje? Anaitwa Kudra Derek akizungumza ya kwake pale hivi. Diograsha pale hivi Roba anasema kauli kwamba no reforms no election ndo kauli. Haya ndio maoni yake hayo pale hivi akizungumza pale hivi. Katika hatua hiyo wengi tu namna hiyo. Mtiririko wa SMS hapa hivi anasema Skapula pale hivi Mboge pale hivi Mbogela, na iheshimu kura yangu, siwezi kuipoteza kizembe, nitakayo eza kuilinda hadi siku ya kupiga kura. Naweka Skapula pale hivi Mbogela pale hivi anapozungumza pale hivi. Galaba Maluta pale hivi Isiolo Magu kwa Mwanza Tanzania, na wapata mbashara Radio 14 Africa kupitia kitandazi. Asante na karibu. Isaiah Sambo mpenda amani Tanzania anasema kila mtu ana uhuru wa kunena na kuandika chochote muhimu, asivunje mila, desturi na sheria za nchi. Tunasubiri maelekezo rasmi ya mamlaka zetu, muda ukifika baada ya tambo hizo kuendelezwa mitandaoni. Sema siku ya kupiga kura ni Oktoba, hapo ndio mwisho wa reli. Sasa sema kelele hazikatae chura kunywa maji. Rajabu Mila anasema kama mkubwa pale hivi atapata tena urais, basi atajua ametawala miaka 15 tangu kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi vya atakuwa ndio yale ambayo yanachipuza kwenye taifa la Kenya. Msikilizaji, habari ambazo namna hiyo
ni kwamba vikosi vya majini vya Israeli kwamba vimeikamata meli ya misaada iliyokuwa inaelekea Gaza. Mkuu wa kituo cha polisi na askari waliokuwa zamu wafutwa kazi jiji kuu la Nairobi, Kenya, kufuatia kisa cha mshukiwa aliyekamatwa aliyepatikana amefariki dunia. Inadaiwa alikufa mikononi mwa polisi hao. Maoni yanajitolea ambapo Daniel Molei pale anasema Kenya wamewafuta kazi polisi baada ya kumtuhumiwa kufia mikononi, ambapo huku kwetu polisi wanaua makusudi na wanapata mpromo. Maoni ya kwake Daniel Molei. Asema Paliviman P Paliviman Pantero asema nimekubali all this gold. Ureno ni walikuwa na bahati kwenye mchezo wa jana. Asante sana. Anazungumzia swala ambalo ni la kipenga cha michezo. Vile vile Palivaro na Palivaro anasema kwamba hivi nani huyu? Ni taarifa ya habari jamani. Wakati ambapo namna hiyo tuna enda mapumzikoni upokee